governor wa 2027 Nairobi County, my senior counsel Honorable Babu Owino, kijana mchapakazi, sura ya pesa, home and away, kijana handsome, kijana ambaye anajua kukaa na wamama. Yeye ni brown, wamama wale anakaa na wao ni brown, wote ni wanono. Na pia nashukuru Babu Owino kwa kuandikia wamama sodo ili wasisumbukane wakifika kwa miezi zao. Huyo ndio tunataka kuwe governor in Nairobi. Nataka kushukuru Babu Owino kwa sababu kama si babu ni kwa sababu, na kama si sababu ni babu hapa Nairobi. Babu amesimama na mimi until kesi yangu ambayo imenisumbua mwaka mzima, na hii kesi ilikuwa inanisumbua kwa sababu ya political. Kwa sababu niseme hivyo, Omoshwa nao alikuwa na kesi, Gaucho alikuwa na kesi, mimi nilikuwa na kesi. Wakati baba alifanya coalition, watu Omoshwa akasema 2 term, kesi kaondolewa. Gaucho akasema 2 term, kesi kaondolewa. Mimi nikasema 1 term, kesi kabakishwa pale. Na wakanipigia simu wakaniambia atuseme 2 term, kesi yake iondolewe. Na nikawaambia kulingana na law ya Kenya, wacha nikumbane na hiyo sheria. Kama nitapatikana na makosa nifungu, na kama sitapatikana na makosa jaji ataniachilia huru. Na leo hii tumekuwa kotini, nimeweka Kasongo chini, nimemkulisha miereka. Alikuwa anafikiria atafaulu, kumbe yeye nimemweka mwereka chini, punguliu, nimeshinda kesi. So mimi nataka nishukuru senior counsel Babu Owino kuongozwa na masenior counsel wengine 14. Babu Owino akiwa hapo ni 15 wale wamekuwa kotini, kuonyesha mimi ni nyota. Na wakati nitakuwa MCA, Babu Owino akiwa governor, Babu ndiye atakuwa lawyer wangu, sababu najua hapo mbele nikiwa MCA nitakuwa nachafua kila wakati, na lazima niende kotini, na pale kotini lazima lawyer akue. So Babu Owino prepare ma document za 2027 kwenda kotini kila wakati. Utakuwa unakuwa governor kwa ofisi 2 hours, 4 hours uko kotini kwa kesi yako Kakamega County. Na hiyo sasa mimi ndio nitakuwa nalipa chopa. So mimi leo nimeshinda kesi, na mimi nataka niambie watu wangu pia, wale ambao walikuwa wananisupport kwa social media kuniombea, nataka niwaambie thank you very much. Wale ambao wamenipigia simu, thank you very much. Leo nimepokea simu 10,000 na bado zinaingia. Hata nimefunga simu kwa sababu ya watu kupiga. Na sitaki simu sana, nataka pesa. Pesa iingie ili pia niende nyumbani homecoming. Niko na homecoming nyumbani mzito kusherekea. Nimetoka nyumbani mzazi kama anatetemeka. Shindo mtoto wangu anaenda kufungwa ama inaenda aje. Lakini ukiona nimepambana na deep state, nimewaweka chini. Sembuzo yule mtu wako kwa kijiji na aspirant kama mwenzangu. Huyu asubuhi nimemuosha. Asubuhi nimeosha yule jamaa. So mimi niko na furaha kabisa, kwa sababu kama sio babu hiyo kesi ilikuwa ngumu kidogo. Lakini kwa sababu babu ni mtu ambaye amesoma na amekula kitabu na ni wakili ambaye anajielewa, ndio maana siku ya leo nimeshinda kesi na niko free. Sina mashtaka yoyote. Sasa jukumu langu nimeshare na Babu Owino, nimemwambia kwa sababu nimewakili 15 watengeneze petition iende kotini. Nataka kushtaki serikali ya Kenya kuniharibia time, kuleta vitu kwa koti na zina maana, hawako na evidence. The whole deep state kuanzia juu, faili yangu ilienda paka kwa ODPP, imerudi haina kitu ndani. So mimi nataka nilipwe ile muda nimehostiwa, kwa sababu last year nimeanguka mtihani ya form 2 kwa sababu wananisumbua kule kotini. Huwezi focus kwa shule na una focus na koti. So nimeanguka mtihani ya form 2, inabidi ni repeat form 2 kwa sababu ya deep state. So mimi kama Nuru Okanga ningeomba my senior counsel Honorable Babu Owino utengeneze, upitie kwa vipengele, uone ni kipenge gani ambayo inaweza ni favor
Usitaki hii serikali kama mwanafunzi kunisumbua. Nimeanguka mtihani ya form 2, ilikuwa niende form 3, saa hii inafaa ni repeat form 2. Na ni aibu sana kwa sababu 2027 nilikuwa natarajia certificate ya kilasi ya form 4. So itakuwa ngumu mpaka 2029 kwa sababu ya serikali. So mimi kama Nuru Okanga niko na furaha. Babu Owino, mimi nakuombea, na pia bila kusahau yule mama ambaye alikalia kesi. Ni ngumu kuona mwanamke amejitolea, magistrate, kuona magistrate mwanamke amejitolea kuachilia Nuru Okanga. Si jambo rahisi mwanamke kusaidia mwanaume, si jambo rahisi, sababu huyo mama pia yeye alikuwa na risk. Mnajua hii serikali venye iko, serikali inataka tu kila kitu iende kwao, lakini mama amesimama kidete. Nimeambia mama, huyo mama kotini amefanya ile kitu ambayo Kenya mzima imefurahia. Na pia mahali Raila Odinga ako kule binguni anacheka tu, na huyo mama magonjwa kwa nyumba yake isipatikane. Amen. Na bwana yake, wewe bwana huyo mama ukijaribu kumnyoshea kidole ipotelee kwa tumbo, kwa sababu huyo mama ameplay role kubwa. Si jambo rahisi. Hiyo kesi ilikuwa inafuatiliwa hivi na Ruto online. Amesimamisha vitu zake, badala ya kuja kotini anafungua online kuangalia hiyo kesi venye inaenda. Mimi nataka niambie wa Kenya, thank you very much. Na niambie magistrate, Mungu akubariki, na usitendee tu mimi haki peke yangu. Kesi zika hapo mingi, tendea wengine haki na utende haki, na Mungu ndiye atakubariki. Na mshahara yako pesa lipikifika, hiyo vitu house levy sijui nini yako isikatwe. Mungu afunike hao watu wanakatanga pesa yako, isuguzwe yako, ikuje mzima. I think ukifika hapo, kama kuna swali ni sawa, kama hakuna I think nimemaliza mambo yangu. Swali huwezi kosa. Swali ni kuwa tunaona kwa wakati huu kwa kweli ni ishara kuwa umeweza kulemea serikali vile umeeleza deep state. Maybe kuna ushawishi inaweza kutufuata nyuma baadaye kuambia sasa ndugu yetu, ingawa tumeshindana na tumefikishana hapa, wa kushauri ama wa kushawishi ukuje upande wao. Mimi kwanza number 1 rules number 1. Hakuna ushawishi serikali inaweza pea mimi nikubali, kwa sababu hiyo ushawishi walinipea hiyo kesi ikiwa kotini. Hata wakaniambia wanipee milioni 5. Nikamwambia tukutane na sheria. Mwingine akanipigia akaniambia tukupee mshahara ya 80,000 per month. Nikamwambia hiyo ni ndoto ya mjana. So sioni venye nimeachiliwa niko huru ati serikali itokee huko inishawishi ni wa support. Wembe ni yule one time. Na sasa unajua ODM inaenda kigawanyika, iko mara mbili. Kuna ODM ya wazee na kuna ODM ya vijana. Na mtu yoyote ambaye ana support wazee, huyo mtu hana future. Akili yake na huyo mzee inafanana. Kwa sababu sisi kama vijana ndio tunachagua watu tunaweka kwa uongozi. After all wanatutumia, wanatudambu hapo. Hii serikali ya Ruto, vijana wa bodaboda ndio walichangia kuingiza hapo. Leo hii vijana wengi wameuliwa, vijana wengi hawana makao. Na ndio maana tumesema sisi kama youth, Edwin Sifuna, Babu Owino, Caleb Hamisi na wengine ambao wanatuunga, na kijana ya Raila Amolo Odinga, Junior Raila Odinga na Winnie Odinga, anataka kukashifu hii tabia ambayo iko Jakaranda, kutusi familia ya Raila Amolo Odinga. Hata kama kuna wanasiasa wanawatumia pesa atumtukani hiyo nyumba ili kusambaratisha, mimi kama Nuru Okanga nitasimama kidete na familia ya Raila Odinga. Wenye nilisimama kidete na Raila Odinga akiwa hai, nitasimama kidete na familia ya Raila Odinga. Kumaanisha ukitusi Winnie Odinga, utusi mama Aida Odinga, ulikuwa unapenda Raila kishingo upande. Tuheshimu Raila Amolo Odinga, tumheshimu na tuheshimu familia yake. Oburu ni mzuri, lakini miaka yake imeisha. Ni nini hiyo hajakula hii Kenya anataka kukula tena?
Ni nini hiyo Oburu hajakula yenye anataka kukula saa hii? Hao ndio wametunyanyasa. Hiyo timu nyingine ya wazee imechangia Raila Odinga hajakuwa president hii Kenya. Mimi Nuru Okanga nilisimamia kura pale Dhawabu na sijalipa mpaka leo hii. Hiyo pesa Junet aliweka kwa gunia akapeleka Ethiopia. Watu wa Ethiopia wasaidike. Mimi ndio baadhi niko na machungu. Pesa ya agent, nilikuwa agent pale Mwangaza, nilikuwa agent. Pesa ilikuliwa. So hao watu ambao wamekuwa kwa mrengo wakina Junet, Gladys Wanga na hiyo timu nyingine, hiyo timu ndio ilichangia Raila Odinga asikue president hapa Kenya. Pesa ilitoka, Uhuru akatoa pesa na wakakula. Sasa hiyo wanatusu Uhuru Kenyatta usiku na mchana. Uhuru Kenyatta ameretire, ako nyumbani. Wajipange huko, timu ya wazee na timu ya vijana. Tukutane katikati. Tuone mzee na kijana. Nani anaweza gonga mwingine aanguke chini? Sasa mtu kama Oburu anaweza nipiga mimi hata ukisema ni mzee. Hata kutoka kwa jukwaa ni shida. Hatusemi uzee hata mimi nitazeeka, but to accept. Uzee tuna accept. Kama umezeeka, Oburu tunataka aritae kwa siasa, akuje kama advisor wa vijana. Enda hapa, inje naraniwa hivi. Si ati saa hii pia yeye anasema inua huko mkono nyuma. Kwa nini hujainua mkono huko nyuma? Hiyo ni tabia gani? Mbona huko nyuma wainue mkono? Kwa nini wainue mkono huko nyuma? Kwani watu wote lazima wainue mkono? Sisi tunataka uongozi ya vijana. Na hii Kenya 2027 MP wengi watakuwa vijana. MP wa 2027 ambaye tunakuja hii election, kwa sababu vijana wameamua. Wengi kule nyumbani nimefanya mobilization, wameenda wameshika kura. Wale hawana ID nimewapeleka wameshika ID. So 2027 bunge ambayo inakuja na assembly ni ya vijana. Hawa wazee wameunda pesa. Hata pia sisi vijana tumeona leakage ile iko nje yetu ya Kenya. So mimi na serikali hakuna mahali tutapatana. Mimi na serikali ni kama mafuta ya mboga na maji. Mafuta na maji. Iwezi elewana. So stand yangu, niko huru, niko nje, bado nasema one time. Hiyo sitatoka. Hiyo mimi nitasisitiza na nitaresist. Naendelea kuresist. One time is a movement. Ni a movement is real. Mheshimiwa Nuru Okanga, siasa Kenya, tukiona siasa Kenya imeundwa na pesa. Siasa Kenya, ukitaka kufanya siasa Kenya, kukanyaga hii Kenya lazima uwe na pesa. Ukijaribu kuangalia government size venye iko. So Mheshimiwa Nuru Okanga, nikikuuliza swali. Winnie Odinga, Babu Owino na Kennedy Sifuna nao wamejitokeza, wako na movement yao ya upande kina Winnie Odinga. Do you think watawezana na broad-based? Juu broad-based ukiangalia ndugu yangu, hakuna mahali penye wakosi kuingia. Wako kwa serikali. Mimi nataka na siasa ni pesa ndugu yangu. Wale watu wanapiga mdomo wamekula. Siasa ni pesa, sijakataa. But during Raila Odinga akianza siasa hakuwa na pesa. Hiyo ni unafuu ujue. Baba hakukuwa na pesa na watu wakampenda free. Na baba akapata mashirika kutoka nje, wale ambao walikuwa na msapo. Kuna watu ambao wako nje, wale madiaspora mandugu zetu wamekaa nje. Wale watafandi pesa hapa Kenya. Hata mimi ile pesa natumia, sipati pesa ya Wakenya kutoka hapa, ni diaspora wananitumia pesa. Na mimi pia nimetosha kuwa party leader wa ODM. Yeah. Hata pia mimi natosha kuwa party leader wa ODM. Kwani party leader ni wanawake kwa ODM? Hata kama ni wanawake na wanaume, si pia mimi ni mwanaume. Pia mimi nikipewa hiyo nafasi naweza ongoza watu kulingana na mileage yangu. Mtu asikudanganye, watu wakikupenda, mimi watu wananipenda, sina pesa, na watu wananipenda hivyo. Kujiexpress ile kitu ina affect mwananchi wa chini. Hivyo ndio Raila Odinga alikuwa anafanya. Na hivyo ndio Sifuna anafanya. Hivyo ndio Babu Owino anafanya. Hivyo ndio Nuru Okanga anafanya. Ile kitu inaharibu Mkenya. Education is very poor. Security is very poor.
Afya is very poor. Everything is very poor. So mimi kama Nuru Okanga sina wasiwasi ya kusema ya kwamba wacha hii mrengo ya ODM ya vijana na mrengo ya ODM ya wazee tukutane hapo mbele tuamue ni nani ako na nguvu. Mheshimiwa Nuru Okanga, how can you convince ule kijana mwenye anapewa 22,000 ya nyota at one time? Unaweza mconvince